usipochunga mke wako, unaweza kukuta nyumba unayokaa sio yako. Hawachelewi hawa. Anaweza kaja mhubiri kutoka Nigeria, kutoka Marekani, anasema toa sadaka ambayo inakuuma, ambayo ndio sadaka ya mwisho, ambayo unajimaliza, unajiteketeza. Mama nawaza kujiteketeza hapa ni nyumba tu. Unakuja kushangaa baba, watu wanazunguka nyumba wanaiangalia. Unasema nyie ni nani? Sasa ni wenye nyumba. Ni wenye nyumba? Kwani hii nyumba, kwani mke wako hajakwambia? Hapana, alitoa kanisani. Nyumba, kaangalia title deed, hakazipo. Mama alikuwa apoa title deed, kaweka kwenye kipochi, kapeleka kanisani. Nyumba imekabazikwa kati. Unamuuliza mama, ulianzaje kutoa nyumba? Muogope Mungu. Muogope Mungu. Mungu akisema mimi ni nani? Mimi ni nani? Niliona familia yetu itoe sadaka ya kujiteketeza. Sasa hawa watoto tunapeleka wapi? Mungu anajua atajitwalia utukufu. Tutapanga kwa muda, Mungu atafungua milango mingine, tutajenga. Lakini Mungu akisema asipingwe. Nyumba imeenda. Mama, kuna vitu mule ndani inawezekana hata leo navyoongea havipo. Mama alibeba, kapelekea nabii, kapelekea mtume. Wewe unafikiri vipo? Baba, kagueni vitu. Kagueni vitu. Hawa viumbe hawa. Ndio maana mama, unaweza ukampa capital, afanye mtaji, auze vitu. Unashangaa mwisho wa siku yupo nyumbani. Mbona hujaenda kufunga nini? Si hela. Kwani ile biashara ipo? Nilipeleka kwa Bwana. Nilipanda mbegu. Umepanda mbegu, mtaji wote, capital umepeleka. Ndio. Hata yule mwanamke alimpikia Elia mkate ule wa mwisho. Lakini yule mama, vyakula na unga viliongezeka. Sasa wewe mbona upo nyumbani? Atajibu kwa wakati. Kuna tumama tumefirisi waume zao kwa sababu tu viimani vibovu, anatapeliwa, unatamani ukaezeke makofi, unagundua hii nayo sio sawa. Wamama, lakini wanasaidia, imani zao ziko faster. Kama mama kaliamini, kanamwambia mume wake, twende tukamuite yule aje atakafufua. Mwanaume ni mtu wa kulizon. Mtu akifa, huyu sasa ndio amekwenda. Usimsumbue mtumishi. Kwanza siku kama hizi sio siku za kusumbua watumishi, sio za maandama, sio za nini. Mama akasema nitengeneze mtu andaye hapa punda. Safari inaenda. Baba akasema tumama huyu tukituzuia wacha kaenda. Akatoa punda. Mama akamwambia yule mtumishi, tunaanza safari, usinipunguzie mwendo. Usinipunguzie mwendo, kwa sababu hatima ya uhai wa mtoto wangu iko mikononi mwangu. Nisipopambana, hakuna mtu atapambana kwa ajili ya mtoto wangu. Hakuna mtu atapambana kwa familia yangu. Mimi nataka nikuambie rafiki, mtu atakaye pambana kwa ajili ya familia yako hayupo. Wewe ndio mwenye kubeba hiyo familia yako. Pambana. Mtu asikupunguzie mwendo. Kama kufunga funga, kama kuomba omba, kama kuamka usiku amuka, kama kukesha kesha. Maana familia yako iko mikononi mwako. Hakuna atakaye kubebea.